Sisi ni wapi? Kama alivyo yeye wa mbinguni ndivyo walivyo wa mbinguni. Petro wa kwanza 1:15-16 anasema iweni watakatifu kama yeye wa mbinguni alivyo mtakatifu. Si kweli? Anasema iweni watakatifu kama yeye alivyowaita. Yeye wa wapi jamani? Yeye wa mbinguni. Kama alivyo mtakatifu, ndipo tutaweza kuishi maisha ambaye shetani hawezi kutushambulia. Kanisa ambalo Yesu analitaka, ambalo amelinena yeye mwenyewe, akasema mimi nitalijenga kanisa langu ambalo malango ya kuzimu haitalishinda. Hakuwa anaongelea mtu ambaye bado yuko kwa Adamu. Nasikia watumishi wa Mungu, mtu ambaye amechukua hali ile ya Adamu, kushindwa kwa Adamu, anguko la Adamu, bado yuko kwenye mazingira hayo. Anaongelea mtu ambaye tayari anaishi maisha matakatifu kama yeye alivyomuita, alivyo mtakatifu. Huyo mtu hata ukimfanyia chochote utamweza kabisa, nikuhakikishie. Naomba watumishi wa Mungu, utambulisho wetu uwe kama yeye aliye wa mbinguni. Mtu wa kwanza atoka katika nchi. Mtu wa kwanza anatoka wapi jamani? Katika nchi. Anatoka katika nini? Nchi. Ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo. Kama alivyo yeye wa nini jamani? Wa udongo. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo. Ndivyo walivyo walio wa udongo. Kwa maana nyingine, asili ile ya Adamu. Kama walivyo wa udongo, ndivyo walivyo na wale wa udongo. Amina. Wa udongo wanafanywaje? Wa udongo wanalogwa, si kweli? Wa udongo si wanalogwa? Wa udongo wanalogwa. Wa udongo wanateswa na mizimu. Kwa ni vizuri unaanza kujijua, hivi mimi niko kwenye mazingira gani? Wa udongo analogwa, wa udongo anaharibiwa. Ndio maana kwenye hiyo anasema kwamba Korinto wa kwanza 15:22 anasema katika Adamu wanakufa, wa udongo anaweza kalogwa, wa udongo akafanyiwa yote. Kuna wapo ambao wako kwenye ulimwengu huu wanaambiwa hata wakila vitu vya kufisha hawawezi kabisa kufa. Hawa bado wako kwenye ulimwengu huu, lakini wameshahama kwa Adamu. Jamani, tuko pamoja? Wameshahama kwa Adamu. Tunaweza tukaonana kama unaona bado sura ile ile, lakini ndani tuna mabadiliko ya kiroho. Maisha yetu yamebadilika, yamebadilishwa kwa sababu ya Roho wa Mungu ambaye anakaa juu yetu. Kwa hiyo tunatamani, Mkristo ulioko mahali hapa, tamani ujae Roho wa Mungu. Unawezaje kuishi maisha ya siku zote alafu una Roho wa Mungu? Ndio utaanza kugundua inawezekana mimi, inawezekana sijafanya mabadiliko, bado niko pale pale. Kama alivyo wa udongo, ndivyo walivyo na wale wa udongo. Jua nilikotokea, familia yangu nilikotokea. Endelea mpendo wangu. Amina. Na kama alivyo yeye wa mbinguni, kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Sisi ni wapi? Kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo wa mbinguni. Petro wa kwanza 1:15-16 anasema iweni watakatifu kama yeye wa mbinguni alivyo mtakatifu. Si kweli? Anasema iweni watakatifu kama yeye alivyowaita. Yeye wa wapi jamani? Yeye wa mbinguni. Kama alivyo mtakatifu, ndipo tutaweza kuishi maisha ambaye shetani hawezi kutushambulia. Inja na hapo tutapiga mark time na wala tutaweza kusogea popote. Hili kanisa ni maamuzi ya mtu. Maana kanisa sio jengo. Kanisa mimi na wewe. Tunapoamua kanisa ambalo Yesu analitaka, ambalo amelinena yeye mwenyewe, akasema mimi nitalijenga kanisa langu ambalo malango ya kuzimu haitalishinda. Hakuwa anaongelea mtu ambaye bado yuko kwa Adamu. Nasikia watumishi wa Mungu, mtu ambaye amechukua hali ile ya Adamu, kushindwa kwa Adamu, anguko la Adamu, bado yuko kwenye mazingira hayo. Anaongelea mtu ambaye tayari anaishi maisha matakatifu kama yeye alivyomuita, alivyo mtakatifu. Huyo mtu hata ukimfanyia chochote utamweza kabisa, nikuhakikishie. Naomba watumishi wa Mungu, utambulisho wetu uwe kama yeye aliye wa mbinguni. Naomba utambulisho wetu uwe hivyo. Kitabu kile cha Yohana wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 4
Anasema watoto wadogo, ninyi mnatokana na nani jamani? Ninyi mnatokana na Mungu, na aliye ndani yenu ni mkuu kuliko wa dunia. Aliye ndani yenu ni mkuu kuliko wa dunia. Watoto wadogo, ninyi mwatokana na Mungu. Ukienda Efeso 2:19 anasema ninyi ni watu wa nyumbani mwake Mungu. Kwa hiyo sisi ni familia ya nani jamani? Sisi ni familia ya Mungu. Unapoenda mbele za Bwana saa nyingine kuomba, nenda omba kama mtoto wa Mungu. Haleluya. Na Mungu anatoa kipaumbele kwa watoto wake. Ukisoma Mathayo 15:26-28 anamwambia yule mwanamke kwamba chakula cha watoto siwezi kuwapa nini jamani? Mbwa, kwa sababu yule mwanamke alikuwa si Myahudi. Bwana Yesu apewe sifa, watumishi wa Mungu. Hapa anaonyesha nini? Kwamba kipaumbele cha Mungu kumbe ni watoto wake. Haleluya, watumishi wa Mungu. Ni watoto wake. Kuna wakati mwingine hata hapa kanisani unaweza kukuta mwingine unaweza kana kumuombea lakini wala sio mtoto wa Mungu. Lakini pia pamoja na unamuombea hataki kubadilika awe mtoto wa Mungu. Lakini anachotamani ndio kile ambacho Yesu alisema, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo mengine mtayapata. Sasa kinachotokea wao wanatafuta yale ya ufalme wa Mungu lakini wao hawamtaki. Kuna wakati Yesu anatafutwa, anafuatiliwa na wale watu waliokula mkate na samaki jana. Wamezunguka, Yesu alibadilisha kituo. Wakaenda kumkuta huko kwenye eneo lingine. Na inaonekana walizunguka kweli. Sisi kama walimpata saa ngapi? Biblia haisemi. Lakini walipomkuta wakamwambia, mwalimu, wanaonyesha kama wanampenda Yesu, lakini Yesu alijua mioyo yao wala hawampendi. Mwambie, mwalimu, yaani tumekutafuta, umekuja huku lini? Yaani tulifikiri huko kwenye kituo kile. Yesu alimpa makavu. Kama mtu anaweza akaja kwa kumpa makavu hivyo, urafiki utaishia pale pale. Anasema wala wewe wala ninyi mnitafuti kwa ajili ya neno langu. Mnanitafuta kwa sababu mlikula nini? Mikate, alafu mkasaza, mkafikiri leo kuna kiporo cha jana mtakuja kula tena. Alafu akamwambia msikitendee kazi nini jamani? Chakula ambacho baada hapo kinaharibika. Ndio akaanza kueleza, mimi ni chakula kilichoshuka kutoka wapi jamani? Mbinguni. Bwana Yesu akawabadilishia. Yaani kile kilikuwa chakula kalisi, sasa hivi ni chakula kitokacho. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa wale watu wa kimwili walikuwa watafuta chakula kile cha kawaida, lakini wale wa kiroho wanakula kile chakula cha mbinguni. Na Mungu ndio kile ambacho mtu hataishi kwa chakula tu, bali katika neno la Mungu. Kuliamini neno la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana asifiwe, watumishi wa Mungu. Kwa hiyo mtu asipozaliwa mara ya pili, ukawepo kanisani mahali hapa, mwingine anaweza kusema nipo hapa kwa sababu ya marafiki zangu, nipo hapa kwa sababu ya ndugu zangu, nipo hapa kwa sababu. Uwe hapa kwa sababu unamjua Mungu. Nataka nikwambie, uwe hapa kwa sababu unamjua Mungu. Injili ya Yohana 17:3 anasema, wakujua wewe Mungu wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Lakini kitabu cha Ayubu kinaeleza mjue sana Mungu ili uwe na nini jamani? Ili uwe na amani. Ndivyo mema itakavyofanya nini? Itakavyokujilia. Mungu hawezi kuruhusu mema ije kama wewe hujui. Maana utaenda kumtukuza mtu mwingine, utasema ni uwezo wangu. Lakini ukimjua Mungu, mema itakuja kwa sababu unamfahamu Mungu. Bwana Yesu apewe sifa, watumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Natamani Mungu akusaidie upone katika jina la Yesu. Naomba upone katika jina la Yesu. Usiingia hapa kanisa la TNG ukajua kabisa kwamba yani hapa, sikiliza, hata waliokuwa wanatembea na Yesu pale, Yuda alikuwepo anatembea na Mwokozi lakini hakubadilika. Naomba ukiwa unakuja kusali mahali hapa, tamani badiliko la ndani. Na badiliko la ndani linaanzia hapa mpaka maisha unakoishi huko, mahali unakofanyia kazi, badiliko hilo lionekane. Amina, watumishi wa Mungu. Wokovu sio wa hapa kanisani, wokovu uwepo kuanzia hapa mpaka kule. Ndio maana Yesu alimwambia yule mwanamke, na andiko letu kama tuliweka hapa, alimwambia ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho. Akamweleza, unisadiki mama kwamba saa yaja nayo, saa ipo, waabudu halisi hawatamwabudu Baba katika ule mlima wala kule Yerusalemu, bali watamwabudu katika roho na kweli. Sisi ama mimi nimejipambanua, ni bora nimwabudu Mungu katika roho na kweli, bila kuangalia wengine wanafanyaje, lakini bora nimwabudu Mungu katika roho na kweli ili nikutane na huyo Mungu. Maana yake nikiwa nyumbani niko kwenye eneo la kiroho. Haleluya. Nikiwa natembea sitoki kwenye eneo la kiroho.
Hasa yule mwanamke kwa sababu alikuwa kwenye eneo la ibada, anaonekana yuko kwenye ibada. Lakini akitoka hapo, Biblia inasema akaambiwa una wanaume 5. Una wanaume 5 wewe. Sasa na hapo unaweza kukuta na shida, natamani Mungu nitendee muujiza. Sasa kuna baadhi ya vitu inabidi uachane navyo ili Mungu afanye jambo lako. Achana na kile kitu ambacho umeshikamana nacho. Achana nacho katika jina la Yesu. Achana na vitu vichafu, Mungu atakuwa pamoja na wewe. Kanisa leo linatembea halina Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anapotea kwa sababu gani? Maeneo mengine anasema unamzimisha, mwingine ukuta alikuwa amejaa baadaye akapotea. Na ukitaka kuelewa, Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 11 anasema kazi hizi zote anafanya Roho Mtakatifu. Kama unaona miujiza inafanyika, anayefanya hayo mambo yote ni nani jamani? Roho Mtakatifu. Ile inasema akimgawia kila mmoja kama pendavyo, sio kama mtu anavyotaka. Unajua hata hapa mimi naamini kila mmoja hapa, hata kumwambia Hebron hapa, Hebron natamani sana labda hata fufue wafu, si ndio? Hebron na dada hapa naweza kusema kabisa, yani natamani kabisa nikipita hivi kiwete atembee. Shughuli yake mpaka kiwete atembee, shughuli yake. Sio nguvu hizi za kawaida. Unasikiliza watumishi wa Mungu? Bwana Yesu apewe sifa. Hata ukimkamata huyo kiwete msimamishe hivi, hata simama. Lakini kitakachomfanya asimame ni ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Haleluya watumishi wa Mungu. Haleluya wapendo wangu. Tunatamani leo ukisikia leo kuna mhubiri fulani yuko Tegeta hapo, unaweza kushangaa. Mtu akakimbia hapo akashangaa, mbona sijakuona leo? Akasema nilienda mahali. Akwambia alienda wapi? Nilienda mahali, kumbe alienda kwenye ibada. Na hapa kuna nguvu ya Mungu ipo. Ukisikia zile shuhuda za hapo kule, ukija hapa nazo zipo na watu tunawaona. Amina watumishi wa Mungu. Sasa unaweza washangaa ukaenda kule, hata kule ukienda kila mtu anapotaka kupata majibu mpaka ati zile kanuni watumishi. Ukishinda kutii zile kanuni na kuambia utamangamanga kwenye makanisa tena hapa mjini hapa acha kabisa. Injili hapa mjini ukisema umeitwa huko mjini hapa komaa. Tena komaa ukiwa na Yesu. Kwa sababu tu kwenye TV unasikia kuna keki ya upako. Bado hujakaa sawa, unasikia kuna mwingine anasema nini keki nini? Wewe mafuta upako. Hujakaa sawa, unaambiwa nini? Na ukombozi wa kucha. Yaani injili za hapa unaweza kuchanganyikiwa, ipi ni sahihi, unachanganyikiwa. Bwana Yesu pewe sifa. Na hayo yote nakwambia, sasa sikiliza. Katika ulimwengu wa roho, Mungu anakuona, unakimbia. Leo uko kwa mtume huyu, kesho uko kwa mtume huyu. Mungu anakuona unavyohangaika. Anahangaika. Mungu anajua huyu hanijui. Hanijui ndio maana anamangamanga. Kwa sababu kama maandiko anasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Hasa kama wewe labda hujaamini ni wewe, lakini walioamini hata kama ni mtoto mdogo anaweza kufanya matendo makuu ya Mungu yakatokea na watu wakashangaa. Hata kama ni mbibi au mzee, unaweza kutembea na nguvu ya Mungu, ishara na miujiza ikatembea pamoja naye katika jina la Yesu. Amina watumishi wa Mungu. Hasa gharama ya kutembea na nguvu ya Mungu ni lazima uzaliwe mara ya pili, na baada ya kuzaliwa mara ya pili tuza moto wa kiroho. Kutuza moto wa kiroho, njoo kwenye mafundisho. Kutuza moto wa kiroho, mpende Mungu. Kutuza moto wa kiroho, ishi maisha matakatifu. Kutuza moto wa kiroho, soma neno. Kutuza moto wa kiroho, njoo kusanyika pamoja na wenzako. Amina. Kutuza moto wa kiroho, uwe ni mtu muombaji. Hasa umeacha maombi leo unategemea moto uendelee kwako. Hamna. Mwisho wake wataukokea moto. Wakiona wako umeshazima wataukokea moto.